na anazungumza mawili matatu hapa kabla kwenda kusikiliza EP hii hapa. Mwemba, niaje? Bwana, mambo safi. Niko fresh. Naona Mbosso ameandika historia leo. Toke mikononi mwa maharamia. Leo ametuleta Mlimani City. Kwa hiyo naona waandishi wa habari mna furaha kubwa kweli. Mlikuwa zamani mkimsikia Mbosso anatoa EP yake au Mbosso anatoa single yake au albamu yake, mlikuwa mpata nafasi ya kuitwa hivi. Maharamia walikuwa wanawabana. Lakini Mbosso ametoka mikononi mwa maharamia. Naona mmeletwa Mlimani City, kwanza mnapigwa na AC. Baada ya AC mnakaa mnaenjoy sasa kusikiza EP. Mungu aendelee kumuongoza mtoto kikweli. Naweza nikasema muziki wa Mbosso unakwenda kukua maradufu pale tulipomzoea. Kwamba Mbosso sio msanii tena WCB. Kwa upande wako ukiwa kama mdau wa entertainment industry, ukupata hofu pengine kuona kwamba itakuwa ni anguko lake? Ukiniambia anguko, unajua ukimeza roho au dhana ya maskini utakuwa maskini, lakini ukimeza dhana ya utajiri utakuwa tajiri. Ukimeza dhana ya kusema mimi Mbosso nitakuwa zaidi ya nilivyokuwa utakuwa. Kwa hiyo mimi sikuwa na hofu kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza uandishi wa Mbosso, uandishi wake Mbosso, lakini cha pili ni kijana ambaye Mungu amemjalia sauti. Sisi watu wa madrasa tunasema tuna sauti, watoto wa madrasa walopitia kuna sauti tatu, kuna rasdi na hawandi sika. Mbosso Mungu amemuumba na sauti ya nahawandi. Kwa hiyo Mungu amempa sauti. Ukiona mtu anachezea sauti ya nahawandi akiwa madrasa, maana yake Mungu amempa kipaji cha sauti. Kwa hiyo nilivyoona kipawa cha sauti Mungu alichompa, nilivyoona uwezo wa uandishi Mungu alompa, nilikuwa sina hofu. Ila nilikuwa na hofu wa kufanywa figisu ambazo mimi nilimwambia niko tayari kupoteza uhai wangu, niko tayari kupoteza maisha yangu na kila kitu ninachokimiliki kuhakikisha unafikia malengo yako ya muziki wako. Yeyote atakayeweka obstacle mbele ya Mbosso, yoyote ambaye kwenye muziki wa Mbosso ataweka obstacle, unajua kuna kule mtu katoa EP yako unaenda kumwekea kigingi. Mtu katoa nyimbo yake unaenda kumwekea kigingi. Yoyote atakayeka kigingi akimaliza miezi miwili, mimi sio Mwijaku. Yoyote atakamweka kigingi Mbosso. Mwijaku, kwa nini unasema ametoka kwa maharamia? By the way, tunafahamu WCB wamemsogeza kwenye hatua. Hapana, hawajamsogeza. Waandishi hawajamsogeza kote. Mbosso alienda uchafuni, alikuwa mkubwa tayari. Nani alikuwa mjui Mbosso? Acha kuwafanya watu wadogo bwana. Huyu mwandishi vipi? Roja, nyinyi mmetumwa. Mbosso amekwenda uchafuni. Mbosso ni mkubwa. Kila mtu alikuwa anamjua katika ya Moto Band. Wao ungeniambia hivi mkubwa Fela ndo amemkuza Mbosso ningekuelewa. Wale wamekuta yaani dhahabu imelimwa, imechimbwa tayari, imeletwa Geita mjini pale. Wewe useme mimi nimeichimba Geita mjini pale sokoni, kwenye maduka inakaa kwenye AC. Inakuja hapa. Yaani wamekuta, wangeikuta ipo chini kama mkubwa Fela alipopambana nao. Pale ndio tungesema wamepambana. Wao wameenda kuchukua matunda ya Mbosso, wamenufaika. Acha bwana. Lakini kuja kwa Mbosso pamoja kaja na Moto Band, alikuwa kwenye lebo, bado amekwenda kwenye lebo ya WCB, sasa anakwenda kusimama mwenyewe. Umeongea. Unamwona Mbosso wa namna gani? Nikwambie, Mbosso ni mwambino wa 6. Yaani Mbosso ulete mwambino 6. Nafuatilia historia ya uandishi wa nyimbo nyingi za mwambino alikuwa anamshirikisha Mbosso. Mbosso mmoja sasa na mwambino 6. Okay. Mnanielewa? Na Mbosso nimemwambia mimi nitauza gorofa langu kufanya promo kama wengine wanavyofanya. Kwa sababu wengine wanamshinda Mbosso kwa promo. Yaani promo wanapewa watu TikTok, ma TikTokers wacheze na nini. Nimemwambia Mbosso niko tayari kuweka rehani gorofa langu kufanya promo za EP yake inayotoka. Nyimbo yote atakayotoa Mbosso, hata akijikuna sasa hivi na mimi najikuna, challenge ya kujikuna wote tunafanya. Mbosso akilala wote tunafanya challenge ya kulala, na atakayefanya nampiga hela. Kuna siku Mwijaku ulisema Mbosso alichukuliwa na tajiri mmoja sijui kama la Bukoba hilo, tajiri la Bukoba, sio la nje, tajiri wa Bukoba. Hadi leo ndo bosi wake. Ana hela sana wewe. Anaitwa Viankuru. Tajiri uko Bukoba, ana hela chafu. Vipi akiwa na mfumo kama Rayvanny Wasafi kwa bado nyumbani kwa? Hapana, hatutaki. Mbosso nimemwambia kwanza, unajua mwambino apokee simu za Mbosso. Kaa ukijua mnafichwa tu. Apokee simu za Mbosso, apokee. Hapokei, kuposti ushahidi kuondoa tu ugani, lakini apokei. Mwijaku usemani la mwisho, tumeona kuna clip inasambaa mitandaoni, kuna baadhi ya wananchi kule Kigoma wakisema kwamba hawamtaki Mwijaku. Sasa ndo mimi kama Makamba tu. Watu wanafanya press kwenye jimbo la Bumbuli, hao mjaona. Mimi ukishakuwa mwanasiasa mkubwa lazima ujengee magenge. Ukiona haujajengewa magenge yale, wewe sio mkubwa. Wewe umeona January Makamba?
Wazee wamekaa kabisa, wametumwa, wamepewa hela zao 50,000 wamekaa kama kule. Mimi ni fitna za watu. Mimi ni mwanasiasa. Unashindwa kujua tena. She, nasubiri utaratibu wa chama ndio mtamjua DC Mwijaku kwa nini iliitwa DC. Mwijaku, hili la mwisho tumeweza kuona umetoa comment yako sana na safari ya Diamond kwenda London na kuweza kusema kwamba anatembelea upepo wa Jux. Labda kwa engo gani, kwa vigezo gani ile kaenda peke yake? Kwa nini kambeba Jux? Jux alikuwa hana plan ya ile show. Kamlipa na hela, kaona upepo huu nitapotea. Jux ana upepo Nigeria. Unajua London umejaa Nigeria, unajua hicho? Unajua? Kwa taarifa yako, show zote za nje ya nchi wanaojaza uwanja ni wa Nigeria, na ndio maana wa Nigeria wenzetu wakiwa katika mataifa yao wana take over kina Wizkid kwa sababu wanaojaa kwenye show wa Nigeria, wa Komoro, wa Morocco. Kwa hiyo Mwambino kaona mbali, kaona upepo huu. Jux tayari na upepo wa Nigeria. Ngoja nitambae nao. Katamba nao. Ngoja ya Mbosso na anazungumza mawili matatu hapa kabla kwenda kusikiliza EP hii hapo. Mwemba, niaje? Bwana, mambo safi. Niko fresh. Naona Mbosso ameandika historia leo. Toke mikononi mwa maharamia. Leo ametuleta Mlimani City. Kwa hiyo naona waandishi wa habari mna furaha kubwa kweli. Mlikuwa zamani mkimsikia Mbosso anatoa EP yake au Mbosso anatoa single yake au albamu yake, mlikuwa mpata nafasi ya kuitwa hivi. Maharamia walikuwa wanawabana, lakini Mbosso ametoka mikononi mwa maharamia. Naona mmeletwa Mlimani City, kwanza mnapigwa na AC. Baada ya AC mnakaa mna enjoy sasa kusikiza EP. Mungu aendelee kumuongoza mtoto kikweli. Naweza nikasema mziki wa Mbosso unakwenda kukua maradufu pale tulipomzoea. Anatangaza kwamba Mbosso sio msanii tena WCB. Kwa upande wako ukiwa kama mdau wa entertainment industry, ukupata hofu pengine kuona kwamba itakuwa ni anguko lake? Ukiniambia anguko, unajua ukimeza roho au dhana ya maskini utakuwa maskini, lakini ukimeza dhana ya utajiri utakuwa tajiri. Ukimeza dhana ya kusema mimi Mbosso nitakuwa zaidi ya nilivyokuwa utakuwa. Kwa hiyo mimi sikuwa na hofu kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza uandishi wa Mbosso, uandishi wake Mbosso, lakini cha pili ni kijana ambaye Mungu amemjalia sauti. Sisi watu wa madrasa tunasema tuna sauti, watoto wa madrasa walopitia kuna sauti tatu, kuna rasdi na hawandi sika. Mbosso Mungu amemuumba na sauti ya nahawandi. Kwa hiyo Mungu amempa sauti. Ukiona mtu anachezea sauti ya nahawandi akiwa madrasa, maana yake Mungu amempa kipaji cha sauti. Kwa hiyo nilivyoona kipawa cha sauti Mungu alichompa, nilivyoona uwezo wa uandishi Mungu alompa, nilikuwa sina hofu. Ila nilikuwa na hofu wa kufanywa figisu ambazo mimi nilimwambia niko tayari kupoteza uhai wangu, niko tayari kupoteza maisha yangu na kila kitu ninachokimiliki kuhakikisha unafikia malengo yako ya muziki wako. Yeyote atakayeweka obstacle mbele ya Mbosso, yoyote ambaye kwenye muziki wa Mbosso ataweka obstacle. Unajua kuna kule mtu katoa EP yako unaenda kumwekea kigingi. Mtu katoa nyimbo yake unaenda kumwekea kigingi. Yoyote atakayeka kigingi akimaliza miezi miwili, mimi sio Mwijaku. Yoyote atakamweka kigingi Mbosso. Mwijaku, kwa nini unasema ametoka kwa maharamia? By the way, tunafahamu WCB wamemsogeza kwenye hatua. Hapana, hawajamsogeza. Waandishi hawajamsogeza kote. Mbosso alienda uchafuni, alikuwa mkubwa tayari. Nani alikuwa mjui Mbosso? Acha kuwafanya watu wadogo bwana. Huyu mwandishi vipi? Roja, nyinyi mmetumwa. Mbosso amekwenda uchafuni.